السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، ndugu zanguni waislamu, kwa hakika ukitazama hali ya ad-da'watu salafiyya fil alam, katika ulimwengu kwa ujumla na katika miji yetu kwa ujumla, utakuta ni hali yenye kufurahisha. Watu wamekuwa wakiikubali ad-da'watu salafiyya siku baada ya siku, na hii ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii ndio alhaqu, hii ndio haki, na kinyume chake ni da'wa za batil. Lakini kama inavyofahamika, watu wana kawaida ya kuangalia da'wa hii imekubalika kwa kiasi gani. Wanapoona da'wa hii imekubalika na zile da'wa zao za batila zimekuwa hazina tena mwelekeo, watu wanatoka katika dawa hizo wanaingia katika ad-da'watu salafiyya, ikawa nao baadhi yao wanaanza kujipenyeza katika ad-da'watu salafiyya, waonekane kana kwamba na wao wamo, lakini fil haqiqa wao ni walinganizi wa batil. Yawezekana ukamuona mtu anafundisha vitabu vya ahlus sunnati wal jamaa, vya wanawachuoni wa ahlus sunnati wal jamaa, akina al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn al-Qayyim na wengineo katika wanawachuoni wa ahlus sunna. Wewe ukadanganyika ya kwamba huyu ni katika salafiyun, lakini lau kama utaifahamu misingi ya ad-da'watu salafiyya, utakuwa umepata kitu chenye kuweza kukupambanushia watu, ukaweza kuwapambanua watu biawsafihim, kwa sifa zao,
ukajua ya kwamba huyu ni mulabbis, ni hizbiyun mubtadi' kwa sababu khalafa aslan min usuli ahli sunnati wal jamaa. Utayafahamu hayo kama utaifahamu misingi ya dawa hii mubarak, kwa sababu ad'iya usalafia wenye kudai huu usalafi wamekuwa wengi sasa. Kwa sababu hiyo basi nitaitumia fursa hii kubainisha baadhi ya misingi ya ad-da'watu salafia, na kwa kupitia misingi hii wewe utaweza kuwatambua watu kwamba huyu hayumo kwa sababu amekhalif, amevunja msingi huu na msingi huu, kwa hiyo huyu hayumo. Wa hakadha, kwa ndani ya hutuba hii ya leo insha Allah jalla wa ala tutabainisha baadhi ya misingi muhimu ambayo imejengeka da'wa hii mubaraka juu yake. Haiwezi kuikhalifu misingi hiyo isipokuwa hizbiyun mubtadi'un, hawezi kuikhalifu misingi hiyo isipokuwa mtu ambaye aliyepinda. Miongoni mwa misingi ambayo ni misingi iliyojengeka juu yake hii da'wa salafia ni wujubu mujanabati ashabil bid'ah, ni uwajibu wa kujitenga na kujiweka mbali na watu wa bid'ah. Huu ni msingi miongoni mwa misingi muhimu kabisa ambao unatakiwa kuifahamu wewe, na msingi huu umejengwa ala alkitabi was sunna wa ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Msingi huu umejengeka juu ya kitabu cha Allah, juu ya sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, juu ya ufahamu wa wema waliotangulia wa umma huu minas sahabati wa man jaa ba'dahum min al-a'immati wat-tabi'in. Yaqulu Allah jalla wa ala, anasema Allah jalla wa ala fi kitabihi al-karim, ndani ya kitabu chake kitukufu, وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الله سبحانه وتعالى ndani ya aya hii anasema وقد نزل عليكم في الكتاب, na kwa hakika ameteremsha, yani Allah, alaikum fil kitab, kwenu nyinyi ndani ya kitabu, an idha sami'tum ayati Allah yukfaru biha wa yustahza'u biha, ya kwamba mtakaposikia aya za Allah Qur'an, yukfaru biha, zinakufuriwa, watu wakawa wanazikufuru aya za Allah na mwasikia nyie, wa yustahza'u biha, na zinachezwa shere, zinafanyiwa mzaha, basi fala taq'udu ma'ahum, msikae na watu hao, watu ambao wanazicheza shere aya za Allah, wanazikufuru aya za Allah. Fala taq'udu ma'ahum, msikae nao hao, hatta yakhudhu fi hadithin ghayrih, mpaka wazame katika mazungumzo mengine yasiyokuwa hayo ya kuzicheza shere na kuzikufuru aya za Allah jalla wa ala. Ibadallah, استدل العلماء رحمة الله تعالى عليهم بهذه الآية الكريمة على وجوب مجانبة أهل الباطل من كل نوع. wanawachuoni wa Kiislamu wameitumia aya hii kuwa ni dalili juu ya kuwahama, juu ya kujitenga na watu wa batil kwa sampuli zao zote. Yaqulu al-Imam الطبري رحمه الله إمام المفسرين، anasema al-Imam al-Tabari rahimahullah, ambaye ni imamu al-mufassirin, ni imamu wa wanawachuoni wa tafsiri.
وفي هذه الآية ننداني آية الدلالة الواضحة كنا ushahidi wa wazi عن النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع. ndani aya hii kuna ushahidi wa wazi عن النهي عن مجالسة أهل الباطل, kuna makatazo ya kukaa na watu wa batil kwa aina zao zote, min almubtadi'ati walfasaqa, wakiwemo watu wa bid'a, wakiwemo mafasik. ndani ya aya hii kuna ushahidi wa wazi juu ya jambo hilo la kuwahama na kujiweka mbali na kutoka na watu wa batil, wakiwemo watu wa bid'a, inda khawdihim fi batilihim, wakati wa kuzama kwao katika batili zao. Huyu ni al-Imam at-Tabari rahimahullah anatuthibitishia msingi huu madhubuti wa kujitenga na kujiweka mbali na watu wa batil, wa kujitenga na kujiweka mbali na kutokana watu wa bid'a. وهكذا الإمام المفسر الإمام القرطبي رحمه الله المالكي يقول مفسرا لهذه الآية الكريمة. الإمام القرطبي ndani ya tafsiri yake na yeye anasema hali yakuwa ni mwenye kuifasiri aya hii, wa idha thabata tajannubu ashabi al-ma'asi kama bayyana fatajannubu ahli al-ahwa'i wal bid'a aula. Ikiwa kumethibiti kujitenga na kujiweka mbali na watu wa maasi kama tulivyobainisha, basi kujitenga na kujiweka mbali na watu wa bid'a, jambo hilo ni aula, ni bora zaidi. Kwa huu ni msingi miongoni mwa misingi madhubuti kabisa ambayo inatakikana ifahamike, wujubu mujanabati ahli albid'i, wajibu wa kujitenga na watu wa bid'a. Huu ni msingi madhubuti ambao kila salafi anatakiwa aufahamu, ili akiwaona watu wanaamiliana na watu wa bid'a, wanaamiliana na hizbiyun katika miamala ya kidawa, afahamu ya kwamba fihim nadhar, watu hawa fihim nadhar. Kwa nini unashirikiana na watu wa bid'a halafu wadai ya kwamba wewe ni salafiyun? Huku ni kuvunja msingi miongoni mwa misingi ya ahlus sunna. Ndugu zangu ni Waislamu, jambo la kujitenga na watu wa maasi na watu wa bid'a ni jambo ambalo sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam zimelijulisha jambo hili. Laqad sahha fi sahih al-Imam al-Bukhari, imesihi katika sahihi al-Imam al-Bukhari ile hadithi ambayo ni maarufu ladaikum, ambayo ni hadithi yenye kuelezea kisa cha Ka'b ibn Malik na wale wenzie. Ndani ya hadithi ile amesema Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, wa naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam almuslimina an kalamina ayuha thalatha, na alikataza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuwakataza waislamu wasitusemeshe sisi. Kila kikundi cha wale watu watatu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza waislamu ya kwamba hakuna kuwazungumzisha hao, hakuna kuwasalimia watu hao, bali yeye mwenyewe bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu alaihimus salam, alikuwa haziitikii salamu zao. Wao wakimsalimia haitikii na yeye hawatolei salamu, na hivyo ndivyo alivyowaamrisha maswahaba zake. Al-Imamu Abu Daud rahimahullah ndani ya sunani yake ameweka mlango maalum, na chini ya mlango ule akaitumia hadithi hii kama dalili juu ya jambo hilo. Akasema babu mujanabati ahli al-ahwa'i wa bughdihim. Huu ni mlango
wa kujitenga na watu wa bid'a na kuwachukia. Kwa ameelewa al-Imamu Abu Daud rahimahullah ya kwamba hadithi hii inajulisha uwajibu wa kuwahama na kujitenga na kutokaa na watu wa bid'a. Kwa akauweka mlango huu maalum katika sunani yake. Kwa ni msingi upo na wanawachuoni wameuthibitisha katika vitabu vyao. Lakini pia huu ndio msingi ambao walivyouelewa hivyo hivyo masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Laqad akhraja al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihi fi kitab al-iman. Al-Imam Muslim rahimahullah ndani ya sahihi yake ameitoa na kuipokea hadithi ikielezea kisa. Kuna watu walienda kutekeleza ibada ya haji, wakakutana na Abdullah ibn Umar, wakamuelezea yaliyojiri katika mji wao kuhusiana na watu wa qadar, wenye kupinga qadar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu akayasema maneno makali yenye kuuthibitisha msingi huu wa kuwahama na kujiweka mbali na watu wa bid'a. Akasema, idha laqitahum, utakapokutana nao watu hao wenye itikadi hii ya qadaria, itikadi ya bid'a, fa akhbirhum, wape habari, waambie ya kwamba anni bari'un minhum wa hum bura'u minni, ya kwamba hao wako mbali na mimi. Yatabarra'u minhum li'annahum mubtadi'a. Abdullah ibn Umar anajitenga nao kwa sababu ni wazushi, ni watu wa bid'a. Wa hum bura'u minni, na wao wako mbali na mimi, siwezi kujichanganya nao, siwezi kuamiliana nao katika mambo ya dini kwa sababu ni watu wa bid'a hao. Wa hakadha abu, hivyo hivyo baba yake Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ilimfikia habari kuhusiana na mtu mmoja wa shubuhat ambaye anaitwa Sabir, kwamba anawatia utata watu kuhusiana na ayati za Qur'an. Fa amara bihajrihi, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kuamrisha watu wamhame mtu yule, wasikae naye mtu yule, wasimsalimie mtu yule, na wala akiwasalimia wasiitikie salamu yao mpaka atubie. Bali kuonyesha ukali wa ahlus sunna juu ya msingi huu, hakuishia Umar radhiallahu ta'ala anhu katika kumkanya tu, bali alifikia kumpiga kichwa chake mpaka kikatoka damu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, huu ni msingi ambao inatakikana watu waufahamu, watu wauelewe. Haifai kujichanganya, haifai kushirikiana na watu wa batil, haifai jambo hilo. Al-Imam al-Khattabi rahimahullah katika Maalimu Sunan, wakati anazitaja faida miongoni mwa faida zinazopatikana katika kisa cha Ka'b ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, akataja maelezo mpaka kufikia kusema, wa anna hijrata ahli al-ahwa'i wal bid'ah da'imatun ala marri al-awqati wal azman hatta tadhhara minhum at-taubatu war-ruju'u ila al-haqq. Angalia wanawachuoni wanavyoujenga msingi huu madhubuti. Anasema al-Imam al-Khattabi rahimahullah katika Maalimu Sunan, na kwamba kwa hakika kuwahama watu wa bid'a na matamanio, jambo hilo ni lenye kudumu ala marri al-awqati wal azman, juu ya kupita nyakati na zama, ni jambo lenye kuendelea kuwepo mpaka wakati gani?
hatta tadhhara minhum at-taubatu warujuu ila al-haqqi, mpaka idhihiri kwa wao toba. Watu wa bid'a mnatakiwa mfahamu hili. Tutaendelea kuwahama, tutaendelea kujichanga nanyi. Mwisho wa jambo hilo ni nyinyi kudhihirisha tauba, mkaacha bid'a zenu, mkaja katika sunna na salafia. Huo ndio utakokuwa mwisho wa kujitenga na watu wa batil. Kwa hatta tadhhara minhum at-taubatu warujuu ila al-haqqi, mpaka idhihiri kwa wao toba na kurejea katika haki. Ndugu zangu ni Waislamu, wako baadhi ya watu wanajifanya wao wana maarifa ya kuzifahamu sana hikma, kwa hiyo wanajichanganya na watu wa batil. Hawa watahadharishi watu wa batil, bali wako nao, wanajichanganya nao, wanaamiliana nao katika miamala ya kidini, miamala ya kidawa, mahizbi, lakini wanadai kana kwamba wao wana hikima kubwa. Sasa wanatakiwa waufahamu kwamba huo msingi wanaouweka kwamba wao wanafahamu zaidi hikma za dawa ni msingi wa batil na tayari umeshaporomoshwa. Suila al-Imam al-Auza'i rahimahullah, aliulizwa al-Imam al-Auza'i rahimahullah, imamu ahli Sham, aliulizwa, na athari hii ameitaja Ibn Battah rahimahullah katika kitabu chake al-Ibanatul Kubra. Aliulizwa anna rajulan yaqul, kwamba kuna mtu fulani yeye anasema ujalisu ahla sunna wa ujalisu ahla al-bid'ah, mimi bwana ninakaa na watu wa sunna lakini pia ninakaa na watu wa bid'ah. Mimi sichagui bwana, wote ni wenzangu. Mimi sio mtu wa red card, mimi najichanganya na kila mtu. Huo msingi wa kutotoa red card ni msingi wa batil. Kama kuwatahadharisha na kujiweka mbali na watu wa bid'ah ni kuwapa red card, basi msingi huu ameuweka Allah, msingi huu ameuweka Rasulullah, msingi huu wameuelewa hivyo wanawachuoni wa salaf, kama tulivyotangulia kutaja nukuu za masahaba hapo. Al-Imam al-Auza'i akasema kubatilisha msingi huu wa batil, akasema hadha rajulun yuridu an yusawiya baina al-haqqi wal-batil. Huyu mtu anasema mimi nakaa na watu wa bid'a, nakaa na watu wa sunna, wote ni watu wangu, mimi sina neno, nataawanu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Akajitetea kwa misingi ya batil kama hiyo. Huyu msingi wake tayari umeshabatilisha, na yeye yuridu an yusawiya baina al-haqqi wal-batil, anataka kusawazisha baina ya haki na batil. Na ndio maana utakuta mahizbi wao kazi yao ni kusanya tu. Wao katika kabineti yao ni kusanya, huyu yumo yule. Sasa msingi huu unawakatanye. Na kama mnadai kwamba na nyinyi ni masalafi, kama mnavyodai kwamba nyinyi ndio masalafi original, limadha tahdimuna hadha al-asl al-azim? Kwa nini mnauvunja msingi huu madhubuti kabisa wa kutojichanganya na kutokana na watu wa batil? Ndugu zangu ni Waislamu, sahabiyul jalil Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ana maneno mazuri sana, yachukueni maneno haya. Ni maneno mazuri, lakini ni maneno mabaya mno kwa watu wa batil, kwa sababu hawayapendi, yanawatahadharisha watu hao. Yaqulu radiyallahu ta'ala anhu, la tujalisu ahla al-bid'ah fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub. Msikae na watu wa bid'ah, kwa sababu kukaa na watu wa bid'ah kunazitia nyoyo maradhi. Ndio utakuta mtu tayari amejichanganya na watu wa bid'ah huko, amekaa nao, wamemtia shubha, anakuja kuwaparamia ahlus sunna
ulamau sunna, mashaikhu sunna, kwa sababu tayari amesharishwa shubha na watu wa bid'a, amesharishwa shubha na mahizbi. Kwa msikae nao, mtaharibu nyoyo zenu, msiwasikilize, watakuharibieni nyoyo zenu. Watu wa bid'a sio watu wa kukaa nao, wana shubuhat. Kwa hiyo ifahamike kwamba yeyote mwenye kujichanganya, kukaa, kushirikiana na watu wa bid'a, huyo anavunja msingi huu na yeye anaunganishwa na watu hao. Ibn Auni rahimahullah anasema alladhi yujalisu ahla albid'a ashaddu alaina min ahli albid'a, yule mwenye kukaa na watu wa bid'a ambaye anadai ni katika sisi watu wa sunna, huyo ni mbaya zaidi kwetu kuliko hata hao watu wa bid'a. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. amma ba'du. wa min usuli ahli sunnati wal jamaa, na miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa, misingi ya da'wa hii bora iliyobarikiwa ambayo unatakikana wewe Muislamu uifahamu, ni ihtiramul ulama wa ma'rifatu qadrihim, ni kuwaheshimu wanawachuoni na kuifahamu nafasi yao. Jambo hili unatakiwa ulifahamu wewe. Ulamau sunna, wanawachuoni wa sunna, almutamassikuna bilkitabi was sunna ala fahmi salafi al-umma, wanawachuoni wa namna hii walioshikamana na Qur'ani na sunna, tena juu ya ufahamu na manhaj ya salaf hadhihi al-umma. Wanawachuoni wa sampuli hii wana nafasi kubwa mno, na hao ndio wanaitwa ulamaul haqi, ndio wanaoitwa wanawachuoni wa haki. Kwa kuwaheshimu ni wajibu. Zile aya zote zilizokuja katika Qur'an zinazoelezea ubora wa wanawachuoni, wanaoingia pale ni wanawachuoni wa sunna, sio wanawachuoni wa bid'a. Kwa Allah jalla wa ala alivyowanyanyua daraja wanawachuoni na kuwataka watu warejee kwa wanawachuoni, wanawachuoni wanaokusudiwa ni wanawachuoni wa sunna. Na ndio maana kwa sababu hiyo wakaweka msingi madhubuti ulama wa kuwafahamu watu wa batil, wa kuwafahamu watu wa bid'a. Na msingi huo pia tutaubainisha katika hotuba hii, watu wauelewe. Kabla ya kwenda huko, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Hayuko miongoni mwetu, hayuko pamoja nasi yule ambaye hajamhurumia mtoto wetu, mtoto katika sisi, lakini pia yule ambaye hajaifahamu nafasi ya wanawachuoni wetu. Kwa wanawachuoni wamepewa nafasi katika Uislamu huu. Na ndio maana sasa kwa kumalizia ni kwamba wanawachuoni wakawa wanawatambua watu wa bid'a kwa kitendo cha wao kuwatukana watu wa sunna. Alamatu ahli albid'a alwaqi'atu fi ahli alathar, alama ya watu wa bid'a ni kuwashambulia
watu wa sunna ambao ndio ahlul athar. Hii ni katika alama kubwa, bali ni min abraz alamati ahli albatil wal bid'ah. Katika alama kubwa kabisa za kuwafahamu watu wa batil, watu wa bid'ah, ni wao kuwashambulia wanawachuoni wa sunna. Kwa hata kama mtu akidai kwamba yeye ni salafi original, lakini maadamu yasubbu wa yaqau fi aradi ulamaina wa aimmatina kal Albani wal Jami wa Muqbil al Wadi'i wa Ibn Baz wa Ibn Uthaymin wa Rabi' na wengineo katika wanawachuoni wetu, maadamu anawashambulia watu hao, huyo amejipa red card yeye mwenyewe ya kujitoa katika daira ya as-salafia. Kwa ndugu zangu ni Waislamu, nimeona katika hutuba hii ya leo jaribu kuibainisha misingi hii miwili ili wewe uweze kuwatambua watu wa batil, uweze kuwajua mahizbi. Hizbi sio lazima awe na alama 100 za uhizbi. Maadamu anawatukana wanachuoni wa sunna, tayari ni hizbi, huyo ashajitoa mwenyewe. Maadamu anajichanganya na kukana watu wa bid'ah, tayari huyo ameshajitoa, hayupo katika safu mwenyewe, amejitoa huyo. Kwa hiyo ndugu zangu ni Waislamu, tumuombe Allah jalla wa ala aweze kutuonyesha haki na tuweze kuifuata. Rabbana arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.